Ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, ikiwezekana ujumbe ukufikie. Swala zima la kutoa miundombinu iliyoharibiwa wakati wa maandamano, wakati hamtoi orodha ya watu waliokufa, mnazidi kutia pilipili kwenye kidonda. Jueni ya kwamba mnaongoza watu walioumizwa, watu walio na machungu, watu walio na maumivu makali sana. Lieleweni hilo. Na hata kama mkijaribu sijui kufungulia makanisa ya Gwajima, sijui kufanyeje, bado sisi tunahitaji tujue watu waliouawa ni orodha ya kina ni watu wangapi. Na mwingine anaweza kaniuliza, kwa hiyo unataka ujue ili weje? Nataka nijue. Kwa sababu gani? Mtu ni wa thamani kuliko chochote cha maisha haya. Mtu ni wa thamani kuliko sheri, mtu ni wa thamani kuliko magari, mtu ni wa thamani kuliko chochote. Hilo mnataka mlijue. Swala zima la watu kuuawa alafu mnatoa takwimu ya orodha ambazo ziliharibiwa wakati wa hapana. Kwa sababu gani naongea haya? Watu wengi wamekatishwa ndoto zao. Watu wengi wamepotelewa na watoto wao na mama zao na baba zao. Pengine walikuwa ndo tegemezi kwenye familia zao. Kwa sababu ya kutoka kwenda kuandamana kikawa chanzo cha kuuawa. Umeelewa? Watu wanapigwa risasi, mitandao inazimwa, uhalifu mwingi unafanyika. Alafu leo hii mnatoa orodha ya miundombinu iliyoharibiwa. Alafu nasema tarehe 9 hazitakuwepo sherehe za uhuru. Hizo hela zitaelekezwa kwenye miundombinu iliyoharibiwa. Manake unaona watu waliouawa ni kama mende, ni kama sisimizi. Hapana, hatuendi hivyo. Hatuendi hivyo. Viongozi wa Tanzania hatuendi hivyo. Ifike mahala utu na ubinadamu waongoze, busara na hekima viwaongoze. Kwa sababu gani naongea haya? Utu wa mtu, kuondoa utu wa mtu, kuondoa uhai wa mtu ni kwa sababu upate cheo fulani, kwa sababu uwe na nafasi fulani. Mimi nadhani kwambia hizo nafasi unaweza ukapata, lakini damu ya mwanadamu, kumwaga damu ya mwanadamu, nataka nikwambie hiyo ni laana nyingine. Kwa sababu mwanadamu Mungu alimuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Wewe inakuaje unamuondoa ili upate cheo? Upate cheo kwa sababu upate cheo, upate fedha, zitakupeleka wapi? Mimi naongea haya kwa masikitiko. Alafu jambo lingine, swala la fungulia makanisa ya Gwajima, tupeni mrejesho wa Gwajima kwa sababu ni kama alikuwa kitafuta. Swala zima la kufungua kwa bado hamtibu chochote. Swala zima ambalo ningependa niwaambie viongozi, kubalini makosa yenu na mtubu kabisa kwamba hapa tulikosea. Ombeni msamaha kwa wananchi, lakini mnavyozidi kuongea mambo ambayo hayaeleweki, nazidi kutibua moto. Nishakwambia dawa ya kosa ni kutubu, lakini unavyojisemeza neno sijui nini, hakuna unachokifanya. Swala la kutoa orodha ya miundombinu iliyoharibiwa wakati hatuoni idadi ya watu waliouawa, mimi sikubaliani nayo. Vitu viko chini ya mwanadamu, mwanadamu yuko juu ya kitu chochote. Mimi nayaongea haya, ikiwezekana ujumbe ukufikie. Nataka niwaambie viongozi wa serikali, mkitaka kuwa salama, tubuni na mkubali mlikosea na mliua watu na watu walikufa vifo vibaya sana. Na sio kwamba labda waliokuwa wanaandamana, hata tu tuna ushahidi mkubwa, kunakuta watoto wadogo wanakufa na wenyewe walikuwa wanaandamana nao. Mimi naongea haya kama mtumishi wa Mungu, nataka niwaambie tubuni na makosa yenu yawekeni wazi, tulikosea mtusamee. Na kusema nisamee haitoshi, unabidi ufanye tofauti na ulivyokuwa unafanya, kuonyesha yale makosa uliyofanya. Mimi niishia hapa, asema Mungu wa majeshi. Watanzania wote kwa jumla wangekuwa na ujasiri kama huu, wangekuwa na nguvu kama hawa vijana, wasimame imara, wasimame waseme ukweli, Tanzania ingekombolewa. Na hili ndilo ambalo tunahimiza sana kwa Watanzania. Tunawaambia kuwa kila mmoja asimame, kila mmoja asimamie haki, kila mmoja apiganie Tanzania. Kabla hata niwaeleze, kabla niwaambie mengi, nataka msikie huyu naye vile anaongea. Watu tuna machungu, na ninataka niwaambie viongozi wangu, hasa mkuu wa wilaya, unayo nafasi kubwa sana huko mbele. Jaribuni kumshauri rais kile kitu ambacho watu wanakisema, na msiogopeshe watu wasiache kuzungumza. Hamtaweza kutibu hili tatizo. Tatizo hili acheni watu wafunguke, wazungumze kile kitu ambacho
wamekiona. Tumezika watu. Leo huwezi kuzungumzia habari ya mwendokasi wakati umenizika mimi. Mwendokasi shingapi? Watu tuna uwezo wa kuchangia, tumetoa bei, tumetoa sisi wenyewe kodi zetu. Lakini kwa sababu watu hawajasikilizwa, ndio maana tumefikia huko. Tutafute resource. Kwa nini watu wamefikia huku? Tunao vijana wengi wamegraduate vyuo, wako mundani, hawana kazi za kufanya. Serikali hajiulizi kwa nini hawa watu wanafanya kazi gani? Wapeni vijana kazi za kufanya, wapate kitu cha kupoteza. Hamtaweza kuona hichi kitu kinaingia. Watu wanaingia barabarani, hawataweza kuingia kwa sababu hawana cha kupoteza. Na ndio maana unaona vijana wengi wanaingia barabarani, hawana cha kupoteza. Na serikali wanapokuwa wanapeleka mawazo yao, hawasikilizwi. Watu tumezungumza sana kuhusu uchaguzi. Uchaguzi kwanza, tumeanza na uchaguzi wa serikali za mitaa. Watu wamesema tumekuwa tukifanya uchaguzi ambao sio wa haki. Serikali ikasema tutarekebisha. Ikarekebisha baadhi ya vipengele, lakini vipengele vingi ikaviacha. Tukasema tuingie kwenye uchaguzi, lakini watu walichokiona kipindi hicho cha uchaguzi wa serikali za mitaa hakikuwa sawa na matarajio waliokuwa wanatarajia. Unategemea hichi kitu kweli tutafika kwa mtakabari huu? Ndugu zangu viongozi, nchi imevimba, wala tusidanganyane. Nchi imevimba haswa, na watu hapo wanashindwa tu kuzungumza. Watu wanashindwa kuzungumza, wanaogopa. Lakini kingine, kuwa wilaya, ni kuombe kitu. Wewe ni mfariji hapo ulipo, uwasikilize watu wanasema nini, alafu kisha umshauri Mheshimiwa Rais ajue namna ya kufanya. Yes. Imagine Tanzania badala waongelee mauaji ambayo wamefanya, Samia na serikali yake badala iongelee maovu ambayo wamefanya. Taarifa ambazo wanatoa ni kuwa kuna vitu viliharibiwa, kuna mambo ambayo yaliharibiwa tarehe 29, na hayo tu ndio wanataka kushughulikia. Hawafikirii kama kuna Watanzania waliuliwa. Hawataki kufikiria kama kuna wenzao wanadhulumiwa mahali fulani. Hawataki kufikiria kuwa kuna Watanzania wanaendelea kuumia sababu walipoteza wenzao tarehe 29. Yale ambayo wanaongelea ni zile vitu ambazo ziliharibiwa. Ndio sasa tukajiuliza, ni tuseme kuwa hizi vitu ambazo ziliharibiwa ni za muhimu kuliko maisha ya binadamu? Na mimi niliwaonya mapema Watanzania, kuna vikaragosi vya Samia, kuna chawa wa Samia hapa kwa mtandao. Wengi wao ndio ukipita unawapata wao kazi yao ni hawataki kusikia ukisema ukweli kuhusu Tanzania. Nimeona mwingine akicomment mahali akiuliza kuwa eti ukisema angalie wale ambao waliuliwa na aseme idadi, unataka kuwafufua. Niambie, mtu kama huyo anatumia akili gani? Mtu kama huyo na Samia hakuna tofauti. Mtu kama huyo ni yeye pia anastahili ashikwe, sijui hata afanyiwe nini. Wawe pamoja na huyo Samia, wafukuzwe hata watoke Tanzania. Yeye alikuwa pale Tanzania, aliona vile watu waliuliwa. Hata kama sisi wenye hatukuwa tuliweza kuona vile watu waliuliwa tarehe 29. Na wengine wakisimama kung'ang'ana ili kutoa Tanzania katika janga kama hilo tena lisije likatendeka. Yeye hapo tu na akili yake ya ujinga kusema tu vile anataka. Anyway, mnaona serikali ya Samia kila ambacho inang'ang'ania ni eti kuna mali iliporwa, ni eti kuna mali ililipiwa, na ndio maana aliweza kukataa kuwa hakutakuwa na sherehe tarehe 9. Eti hiyo pesa yote yenye ilikuwa inastahili kutumika kufanya hizo sherehe, kufanya kila kitu hiyo siku, itaenda kufanya ama kurekebisha yale yote ambayo yaliweza kuharibiwa tarehe 9.
lakini hajazungumzia lolote kuhusu zile familia ambazo zilipoteza wapendo wao. Hajaongelea kabisa kuhusu wale ambao waliuliwa tarehe 29. Ndio nawaambia wa Tanzania, jaribu kadri muwezavyo, mche pamoja, mkuwe kitu kimoja, mpiganie nchi yenu. Na ninachowaomba nini? Subscribe kwa hii YouTube channel. Naeka like kwa hii video.